Jinsi ya kuendesha gari kisheria huku Vermont. Kuendesha gari ni jukumu kubwa. Kuendesha gari kwa kuzingatia sheria ni muhimu sana kwa usalama wako na wa wengine. Video hii itakueleza mambo unayohitaji kujua kuhusu kuendesha gari kisheria huku Vermont. Idara ya magari, DMV, ni taasisi ya serikali ambapo utaenda kusajili gari lako na kufanya mtihani ili kupata leseni ya udereva. Kuna ofisi 6 za idara ya magari huku Vermont: Bennington, Montpelier, Newport, Rutland, South Burlington na Springfield. Ni sheria kwamba abiria wote ndani ya gari lazima wafunge mkanda wa usalama. Mtoto mwenye umri wa chini ya miaka 2 lazima afungwe ipasavyo katika mfumo wa usalama wa watoto unaoelekea nyuma na kuidhinishwa na serikali. Mtoto mwenye umri wa kati ya miaka 2 na 5 ambaye hafungwi ipasavyo katika mfumo unaoelekea nyuma lazima afungwe ipasavyo katika mfumo unaoelekea mbele. Mtoto mwenye umri wa kati ya miaka 5 na 8 lazima afungwe vizuri katika kiti maalum cha kuinulia, booster seat. Kuendesha gari ukiwa umetumia pombe au dawa za kulevya ni hatari na ni kinyume cha sheria. Pombe na dawa za kulevya haramu na bangi hufanya iwe vigumu sana kuendesha gari kwa usalama. Athari zako zitakuwa polepole na uamuzi wako utaathiriwa. Hata kama unajisikia vizuri kuendesha gari, huenda usiwe sawa. Ukitumia dawa zozote za agizo la daktari au dawa za counter ambazo zinaweza kukufanya usinzie, kuathiri macho yako au kizunguzungu, tafadhali muulize daktari wako ikiwa ni sawa kuendesha gari ukiwa umezitumia. Ni sheria huku Vermont kwamba madereva hawapaswi kamwe kutumia vifaa vya kielektroniki vinavyobebeka kama vile simu za mkononi, kompyuta kibao au kompyuta mpakato wanapoendesha gari. Hiyo ina maana kwamba hakuna kutuma ujumbe mfupi wakati wa kuendesha gari. Ikiwa unaishi Vermont na unapanga kuendesha gari huku, ni lazima upate leseni ya udereva ya Vermont. Kuendesha gari bila leseni halali ni kinyume cha sheria, na ukisimamishwa na polisi huku Vermont, gari lako linaweza kuzuiliwa na mamlaka. Hii ina maana kwamba polisi watalichukua gari hilo na kuliweka mahali ambapo itabidi uthibitishe kuwa wewe ndiye mmiliki na ulipe faini kabla ya kulirudisha. Faini hiyo huongezeka kwa kila siku inayopita bila wewe kulichukua gari lako. Ikiwa umehamia Vermont kutoka jimbo au nchi nyingine na una leseni halali ya udereva, unahitaji kwenda katika ofisi ya idara ya magari ya Vermont, Vermont Department of Motor Vehicles, ili kuomba leseni ya Vermont ndani ya siku 60 tangu kuhamia jimbo humo. Ikiwa wewe ni mkazi wa Vermont na huna leseni ya udereva, utahitaji kupata kibali cha kujifunza kuendesha gari cha Vermont, Vermont Learner's Permit, kabla ya kupata leseni yako. Ili kupata kibali hicho, lazima ufaulu mtihani wa kibali wa Vermont na ulipe ada zinazohitajika. Lazima uwe na umri wa angalau miaka 15 ili kufanya mtihani huo. Ikiwa una umri wa miaka 15, 16 au 17, utahitaji ruhusa kutoka kwa mzazi au mlezi wako wa kisheria. Mzazi au mlezi wa kisheria lazima atie saini fomu ya maombi kabla ya kufanya mtihani. DMV inaruhusu wakalimani kukusaidia wakati wa mtihani wa maandishi wa kibali cha kujifunza na pia wakati wa mtihani wa vitendo wa kuendesha gari barabarani. Ili uweze kuomba kibali cha kujifunza kuendesha gari, Learner's Permit, ni lazima uwe na rekodi nzuri ya uendeshaji kwa miaka 2 iliyopita. Dereva ambaye amezingatia sheria za barabarani na hana faini wala rekodi ya kuhusika katika ajali, anachukuliwa kuwa na rekodi safi ya uendeshaji. Hata hivyo,
Ikiwa umewahi kukamatwa ukiendesha gari bila leseni, bila kujali umri wako, kupata faini kwa kuendesha kwa kasi kupita kiasi, kukamatwa ukiendesha ukiwa chini ya ushawishi wa pombe au dawa za kulevya, au kama leseni yako imesimamishwa, basi huna rekodi safi ya uendeshaji. Ikiwa huna leseni ya udereva isiyo na rekodi ya makosa, au hujawahi kuwa nayo hapo awali, unapaswa kuwasiliana na idara ya magari, Department of Motor Vehicles, kwani huenda ukahitajika kusubiri kwa muda mrefu zaidi kabla ya kuweza kupata leseni na kuendesha gari. Ikiwa una kibali halali cha kujifunza kuendesha, learner's permit, unaweza kuendesha gari popote na wakati wowote huku Vermont. Mradi tu kuna mtu aliyeketi kando yako kwenye kiti cha mbele ambaye ana leseni halali, ana umri wa miaka 25 au zaidi na hajatumia pombe wala dawa za kulevya. Huwezi kuendesha gari peke yako ikiwa una kibali cha kujifunza kuendesha pekee. Kabla ya kuendesha gari katika jimbo lingine lolote, lazima uwasiliane na idara ya magari ya jimbo hilo ili kujua kama ni halali kuendesha gari huko ukiwa na kibali cha kujifunza kuendesha gari cha Vermont. Utakapofaulu mtihani wa kuendesha gari, utapewa leseni ya udereva. Hapa ndipo utakapoweza kuona tarehe ambazo leseni yako ni halali. Ikiwa una umri wa chini ya miaka 18, kwa miezi mitatu ya kwanza baada ya kufaulu mtihani wako, unaweza kuendesha gari peke yako tu, au ukiwa na mzazi au mlezi, mkufunzi, au mtu mzima mwenye leseni ya udereva na mwenye umri wa zaidi ya miaka 25. Miezi mitatu ya pili au inayofuata inakuruhusu kuendesha gari ukiwa na wanafamilia wa karibu kama vile wazazi, ndugu au wanafamilia wengine wanaoishi nawe. Baada ya miezi 6, unaweza kumbeba mtu yoyote kwenye gari lako. Kumbuka kuuarifu idara ya magari, DMV, ukibadilisha anwani yako, ili waweze kukutumia kwa urahisi vikumbusho wakati leseni na usajili wako vinapohitaji kuhuishwa. Kuna orodha ya nyaraka unazopaswa kuwa nazo kabla ya kufanya mtihani wa kuendesha gari ili kupata leseni ya udereva. Tembelea tovuti hii ili kuona orodha hiyo. Unaweza kupata kiungo hiki katika sehemu ya maoni ya video hii. Kadi ya haki ya kuendesha gari, Driver's Privilege Card, inakuwezesha kuendesha gari kisheria huku Vermont bila kuwa na nambari ya usalama wa jamii, Social Security Number. Vermont hutoa kadi ya haki ya kuendesha gari, DPC, mahususi kwa wakazi ambao hawana nambari ya usalama wa jamii au hawawezi kuthibitisha uhalali wa ukazi wao. Ili kuomba kadi ya haki ya kuendesha gari, tafadhali tembelea tovuti hii kwa maelezo zaidi. Unaweza kupata kiungo hiki katika sehemu ya maoni ya video hii. dmv.vermont.gov/licenses/types-of-licenses-id-driver-privilege-card. Sheria ya Vermont inahitaji madereva wote kuwa na bima ya magari yao. Bima ya gari huilipia uharibifu wa gari lako na kukulinda kifedha iwapo utaharibu gari la mtu mwingine au kusababisha majeraha kwa dereva mwingine. Bima ya gari inaweza pia kulipia gharama za matibabu iwapo wewe au abiria wako mtajeruhiwa katika ajali au iwapo utagongwa na dereva ambaye hana bima au ana bima isiyokidhi mahitaji. Ikiwa unaishi Vermont, ni sharti la kisheria kwamba magari yote yasajiliwe katika idara ya magari ya Vermont, Vermont Department of Motor Vehicles. Watakutumia cheti cha usajili ambacho ni lazima ukihifadhi ndani ya gari lako. Wakazi wapya wa Vermont wanatakiwa kupata cheti cha usajili cha Vermont
kwa ajili ya gari lao ndani ya siku 60 tangu kuhamia Vermont. Gari linaweza kusajiliwa huku Vermont kwa mwaka 1 au 2 kulingana na chaguo lako katika ombi lako. Leseni inaweza kuwa halali kwa muda wa miaka 2 hadi 4, pia kulingana na chaguo lako. Ada inaweza kuwa kubwa zaidi kwa vipindi virefu vya usajili. Kila gari lililosajiliwa huku Vermont lazima lipitishe ukaguzi wa usalama wa kila mwaka katika kituo cha ukaguzi kilichoidhinishwa. Hivi ndivyo kibandiko cha ukaguzi kinavyoonekana. Polisi huku Vermont wanaweza kukusimamisha na kukutoza faini kwa kuendesha gari ambalo halijakaguliwa au kwa kuonyesha kibandiko ambacho muda wake wa matumizi umekwisha. Endesha kwa usalama. Endesha kwa kuzingatia sheria. Hii itaokoa maisha.